Mhadhama Protas Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora. Mhashamu sana Beatus Kinyaia, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dodoma. Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mapadri, watawa wa kiume na kike, wapendwa mashemasi na waseminari, waheshimiwa viongozi wa serikali na dini mbalimbali na taifa lote la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikiwa nimejaa huzuni, nikiungana nanyi ndugu zangu wapendwa katika kanisa kuu la jimbo la Kondoa. Katika wakati huu mgumu, ninahuzunika pamoja nanyi kwa kifo cha mpendwa wetu Mhashamu Bernardine Mfumbusa, aliyekuwa wa jimbo la Kondoa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatoa salamu za pole kwa kanisa Katoliki nchini Tanzania na hasa kwa jimbo hili la Kondoa. Kifo cha askofu wetu mpendwa kilitujia kama mshangao. Mungu alimpa Mhashamu Askofu Mfumbusa vipaji vingi. Aling'aa hasa kwa bidii yake ya kitaaluma kama mwalimu aliyeweza kuwafundisha wanafunzi wengi ambao pia wamekuwa wabobezi katika nyanja zao maalum. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alitambua vipaji vyake na kumteua kuwa askofu wa kwanza wa jimbo la Kondoa. Utume aliufanya kwa ari kubwa. Kwa kutambua ubobezi wake katika nyanja ya mawasiliano, tarehe 9 Aprili 2026, siku 5 tu kabla ya kifo chake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alimteua kuwa mjumbe wa dikasterio ya mawasiliano huko Vatikani. Chango wake katika ukuaji wa jimbo la Kondoa katika imani na kujitegemea hautasahaulika. Hali kadhalika chango wake kwa kanisa la Tanzania, hasa katika kukuza matumizi ya vyombo vya habari ya kisasa kwa ajili ya uinjilishaji na mawasiliano hautasahaulika. Elimu aliyoshirikisha wanafunzi wengi aliyowafundisha itaendelea kuwepo daima. Uongozi wa kanisa na ubalozi wa Baba Mtakatifu hapa Tanzania unatoa salamu za pole kwa ndugu wa familia ya hayati Mhashamu Bernardine Mfumbusa pamoja na kwa jimbo la Kondoa, na tunaiombea roho ya ndugu yetu aliyefariki kwa rehema ya Mwenyezi Mungu isiyo na kikomo, tukiomba kwamba baada ya kumtumikia Kristo na kanisa lake kwa uaminifu, akiwa ametakaswa na udhaifu wote wa kibinadamu, aweze kukaribishwa katika furaha ya uzima wa milele.
Raia milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. And now I have the duty to read in English the message that Pope Leo XIV, through the Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin, sent for this occasion. Saddened to learn the death of Bishop Bernardine Francis Mfumbusa, His Holiness Pope Leo XIV sends condolences to the clergy, religious, and the lay faithful of the Diocese of Kondoa. In commending the late bishop's soul to the merciful love of Jesus, the Good Shepherd, His Holiness joins all in the local church in giving thanks to God for his years of dedicated episcopal ministry and for his commitment to interreligious dialogue in the field of communications. To those gathered for the Mass of Christian burial and to all who mourn his passing in the sure hope of the resurrection, the Holy Father cordially imparts his apostolic blessing as a pledge of peace and consolation in the risen Lord. Signed by Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of His Holiness. Now also I want to read the message wrote to me to be read in this occasion by Archbishop Fortunatus Ngwachukwu, the Secretary of the Dicastery for Evangelization. With deep sadness, the Dicastery for Evangelization has learned of the sudden passing of His Excellency, the Most Reverend Bernardine Francis Mfumbusa, Bishop of Kondoa. We recall with gratitude his dedication to the proclamation of the gospel and his special attention to the world of communication, tools he used to sow the seed of truth in the hearts of the faithful. Kindly extend our heartfelt condolences to the clergy, religious, and laity of the Diocese of Kondoa, assuring them of our spiritual closeness in this moment of trial. In this time of bereavement, we pray that through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Star of Evangelization, Bishop Mfumbusa may receive the eternal reward promised to the good and faithful servants. Signed by Archbishop Fortunatus Ngwachukwu, Secretary of the Dicastery for Evangelization. And now I want to read in the official Latin a decree that has been written for the running of the Diocese of Kondoa until the appointment of the new bishop. Decretum cum per pium obitum excellentissimi ac reverendissimi domini Bernardini Francisci Mfumbusa sedes episcopalis Kondoaensis vacaverit. Hoc dicasterium regimini eiusdem diocesis vacantis providere cupiens omnibus mature perpensis atque vigore facultatum specialium sibi a Sanctissimo Domino nostro Leone XIV divina providentia Papa concessarum excellentissimum ac reverendissimum Dominum Willibrordum Henricum Cibosi episcopum auxiliarem Dodonoensim administratorem apostolicum sede vacante et ad nutum sancte sedis diocesis Kondoaensis nominat et constituit, eidemque omnes tribuit facultates
quas ius administratori apostolico concedit. Datum Rome, ex sedibus dicasteri pro evangelizzatione, die 16 mensis aprilis, anno Domini bismillesimo vigesimo sexto. Fortunatus Vaciucfus a secretis.